Kila alitendalo mwanadamu chanzo chake kutoka ndani ya moyo wake. Kwa lolote analolitenda mwanadamu chanzo chake kutoka ndani ya moyo wake. Kwa somo la leo tutakaojifunza linahusiana na kila alitendayo mwanadamu chanzo hutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo mwanadamu chochote anachokifanya chanzo chake kwanza hutoka ndani ya moyo wake, ambamo ndimo hutoka kila namna ya maamuzi yanayoweza kutokea ndani ya moyo wa mwanadamu. Kusudi la kufundisha somo hili ni kuhusiana kwamba tufahamu kwamba ndani ya moyo ndiko kunaweza kutoka kila maamuzi anayoweza kuyafanya mtu. Na ndio maana mtu anaweza kuwa ana amani lakini anacheka kwa nje, lakini ndani akawa amebeba uzito mkubwa kulingana na kwamba ndani ya moyo wake kuna jambo alilolibeba. Kwa hiyo leo tunataka tuangalie kwamba ndani ya moyo wa mwanadamu ndimo kutoka maamuzi yoyote yanayotokea kwa mwanadamu. Ukimwona mtu amebeba upanga, ukimwona mtu amekasirika na ua, chanzo kinaanza maumivu ndani ya moyo. Tutaangalia katika Luka sura ya 6 na mstari ule wa Luka sura ya 6 na mstari ule wa 45. Katika kitabu hiki cha Luka sura ya 6 mstari ule wa 45 unaandikwa ya kwamba mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoka yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoka yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazao moyo wake. Kutokana na hiki tulichokisoma katika kitabu chetu, tunaona kwamba kinasema kwamba inaandikwa ya kwamba mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake kutoka yaliyo mema kulingana na moyo wake jinsi ulivyo. Kwa hiyo ndani ya moyo wa mwanadamu ni hazina ya kila kitu anachokifanya mwanadamu. Kwa mwanadamu chochote anachokifanya kinatoka ndani ya ile hazina ambayo ni moyo wake. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ndiyo hazina ambayo imetunza vitu vingi ambavyo anaweza kuvitoa katika moyo wake na vikatokea kulingana na kwamba yeye peke yake ndiye anayeweza kujua siri ya kile kilichokaa ndani yake. Kwa Biblia inasema kwamba mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazao moyo wake. Kwa hiyo mtu mwema hutoa yaliyo mema katika hazina ya moyo wake. Kwa mtu akiwa mwema, huwa wema unatangulia kulingana na yale yaliyopo ndani ya mtu. Kwa tunaona kwamba kama moyo utakuwa safi, matendo nayo yatakuwa mema. Kama moyo utakuwa mbaya, matendo nayo yatakuwa maovu. Kwa kulingana na moyo jinsi ulivyo, ndivyo itakavyokuwa katika maisha ya mtu. Kwa moyo wa mtu ukiwa uko safi, moyo wa mtu ukiwa uko hauna tatizo lolote ndani yake, basi huaga mara nyingi kutoa yaliyo mema kulingana na jinsi hivyo. Kwa mtu yoyote ukitoka unaona naua anafanya nini? Chanzo kimeanzia ndani ya moyo. Kwa moyo wote ambao unakuwa umemkataa Yesu, moyo ukiwa umemkataa Bwana, maana yake lazima utaingiza vitu vingine kulingana kwamba moyo ndiyo hazina ya maisha ya mwanadamu. Kwa mwanadamu yoyote yule, hazina ya mambo yake yote ipo ndani ya moyo wake. Kwa moyo ndio hutunza kila kitu anachosikia, anachoona, huaga kinaenda kutunzwa ndani ya moyo, ambao moyo wake ndio unaweza kuamua maamuzi na matendo makuu yatafanyika kulingana na namna kilicho ndani ya moyo wa mwanadamu. Na ndio maana katika Luka sura ya 6 na mstari ule wa 45 anasema kwamba mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Kwa mtu akiwa mwema katika hazina ya moyo wake, kwa mtu akiwa mwema katika hazina ya moyo wake, hata anayoyatoa yatakuwa mema. Lakini mtu akiwa muovu, akiwa mbaya, akiwa na vitu vibaya katika moyo wake, hata anayoyatoa yatakuwa mabaya. Manake mtu yoyote anapokuwa anatoa chochote kinachomtoka ndani ya moyo wake, manake kinaweza kuwa kibaya kulingana na kwamba yeye mwenyewe ndani yake kuna kitu gani. Kwa kile ambacho kimemjaa yule mtu ndani ndicho kinaweza kumtoka kwa wakati huo. Kwa hiyo tunaona kwamba kama moyo utakuwa ni safi, basi hata matendo nayo yanaweza kuwa safi. Kwa sababu mtu kama hana hasira,
hajaweka hazina ya hasira ndani yake, maanake hata maamuzi ya mauaji hayawezi kuwepo ndani ya moyo wake. Maamuzi ya kufanya chochote kibaya, kwa sababu hana nia mbaya na mtu yoyote, moyo wake haujabeba ubaya wowote, kwa hiyo hawezi kufanya yaliyo mabaya. Vivyo hivyo tunaona kwamba kama kila moyo wa mtu ukiwa safi, basi matendo nayo yanakuwa safi, na ndio maana tunasema kwamba usafi wa moyo unatokana na neno la Bwana. Kwa mtu ndani ya moyo wake akiwa safi, anaweza kuwa safi kwa sababu ya kulisikia neno. Kwa mtu akishalisikia neno akalikubali, akalipa nafasi, mtu huyu anaweza kuwa safi katika moyo wake kwa sababu alichokipokea ni kisafi. Kwa sababu tu kama moyo wa mwanadamu unaweza kuchukua maamuzi au matendo ya mwanadamu yanayotendeka katika mwili, chanzo chake kimetangulia kuharibika ndani ya moyo. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ndio unaweza ukafanya mtu akaenda kulewa. Moyo wa mwanadamu ndio unaweza kusababisha mtu akaenda kuua. Moyo wa mwanadamu ndio unaweza kusababisha mtu akaenda kutenda tendo lolote. Yote hayo yanaweza kusababisha kulingana yale yaliyo ndani ya moyo wa huyo mwanadamu. Kwa hiyo kulingana na yale yaliyo ndani ya huo moyo wa mwanadamu, yanaweza kusababisha maamuzi fulani yafanyike kulingana na kile kilicho ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na yale jinsi moyo ulivyo, ndivyo hata matokeo ya mwili yanaweza kutokea. Kwa mfano, naweza mimi kusikia mtu ananisema, kwa hiyo lile nitaliweka ndani ya moyo wangu. Likishakaa ndani ya moyo, hata nikikutana na yule ndugu, utakuta labda nashindwa kusalimiana naye vizuri, kulingana kwamba basi kuna kitu nilisikia juu yake. Mwingine naye kwa kuwa tu alisikia maneno fulani kuhusu nyumba yake, kuhusu familia yake, basi atamchukia mtu fulani, atashindwa kabisa hata kuongea naye kwa sababu tu aliwekeza kitu ndani ya moyo. Kwa hiyo hata maamuzi ya kumjibu vibaya yatatokana na lile tatizo lililo ndani ya moyo. Lakini hayo ni mambo katika mwili, lakini tuangalie vipi kuhusiana na mambo ya rohoni. Mtu moyo wake unapokuwa mchafu, moyo wake unapokuwa umeharibika, je, mtu huyu atakuwa wa aina gani? Manake tayari kama ndani ya moyo huaga mema yanapotendeka, lolote linalotokana kwenye tendo, manake limetokana kulingana na kile kilicho ndani ya moyo wa ule mwanadamu, alichokisikia, alichojifunza, alichofundishwa. Hivyo vyote vinaweza kusababisha matokeo kulingana kwamba yameujaza moyo wake, yakatendeka matendo maovu au mema. Kwa hiyo mlango wa mema na mabaya unaotumika kuingiza na kutunza ndani ya moyo, kuna milango maalum ambayo huaga inatumika kuingiza ndani ya moyo. Kwa hiyo huu moyo tunaozungumza, tunazungumza moyo wa mwanadamu, ambaye mwanadamu anachotenda chochote, tendo lolote linalotokana na mwanadamu, manake chanzo chake kimeanza ndani ya moyo wake. Kwa mtu mpaka anapoanza kwenda ibadani, cha kwanza amesikia neno, akasikia, akaweka ndani ya moyo, akaona ni kweli, akasikia, akaelewa, akagundua kumbe kuna Mungu. Kwa hiyo anavyozidi kuyakumbuka yale maneno yaliyojaa katika moyo wake na kuyasikia wakisema, basi hukuta na ameondoka na kuanza hatua za kwenda ibadani. Lakini chanzo moyo. Kwa hiyo tuangalie moyo huu wa mwanadamu sasa unapokuwa mchafu. Labda moyo wa mwanadamu umeharibika, moyo wa mwanadamu umebeba mabaya, moyo wa mwanadamu kama umebeba fitina, moyo wa mwanadamu umebeba chuki, labda moyo wa mwanadamu ulikuwa umebeba kila namna ya hasira. Kwa moyo huu ukibeba namna hiyo, hivyo vitu, mtu akiwa ameweka hasira moyoni mwake, akiwa amebeba fitina moyoni mwake, kwa mtu huyu matokeo yake yanaweza kuja kuwa mabaya sana katika maisha yake. Kwa ndio maana tunaona kwamba kitu pekee kinachoweza kusafisha moyo uliochafuka basi ni wokovu, ni mtu kukaa kwa Kristo. Mtu akimkubali Kristo, akampa nafasi, akawa Bwana na Mwokozi wake, manake mtu huyu ni lazima moyo wake utakuwa safi, kwa sababu neno la Bwana ni safi, linaujenga mwili wa mwanadamu, linaujenga moyo wa mwanadamu, uondoe kila fitina iliyo ndani. Na ndio maana tunasema fitina ni dhambi, ndio maana tunasema ugomvi ni dhambi, ndio maana tunasema uzinzi ni dhambi, kwa sababu hivi vyote mtu akimpokea Kristo vinaondolewa ndani yake, wewe atakuwa na moyo safi. Na Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao wataurithi uzima wa milele. Kwa kulingana na mtu ambaye anaweza kuwa na moyo safi, akishatengeneza mahusiano yake mazuri na Mungu, maana yake anaweza kuwa na moyo safi, moyo uliokuwa umeharibika na fitina, moyo uliokuwa umeharibika na kila namna ya zinaa, au moyo ulioharibika na kila mambo mabaya. Kwa moyo huu kama utaharibika namna hiyo, kwa hiyo kinachoweza kuuokoa moyo huu ili uwe safi, maana yake unahitaji wokovu. Kwa mtu akilipokea neno la Kristo,
Mtu akipokea neno la Mungu likawa ndani yake, mtu huyu kwanza ana uwezo wa kuwa safi katika matendo yake. Kwanza hatapenda ugomvi, kwa sababu ndani yake anaamini ugomvi ni dhambi. Kwa nini? Moyo umesafisha dhambi iliyokaa ndani ya moyo ya ugomvi, inaondoka kwa kulisikia neno. Kwa hiyo ukishaondoka, manake mtu huyu kwa sababu ya yale yaliyomjaa ndani, kama ni yaliyo mema, basi atatenda mema. Lakini akiwa ndani yake kuna mabaya, moja kwa moja atatenda yaliyo mabaya. Kwa hiyo matokeo ya matendo yanatokana na kile kilicho ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna milango, mtu anaweza kusema kwamba inakuwaje? Labda inawezekanaje? Kuna milango inayotumika kuingiza mabaya au mema katika moyo wa mwanadamu. Kuna milango kadhaa ambayo naweza nikaa nimeiweka, ambayo inaweza kuwa sababu ya, ni milango inayoingiza mema au mabaya katika moyo, katika hazina ambayo katika Luka 6 inasema hazina ya moyo. Manake hazina ya moyo wetu, manake ndani ya moyo wetu kuna ndiyo hazina ya kutunza mambo mema au mabaya. Kwa hiyo kama ni hazina, manake ndiko tunakotunza, basi hata matokeo ya mwili yatatokana na kile tulichokitunza ndani ya moyo wetu. Kwa hiyo kuna milango mbalimbali inayotumika kuingiza mema au mabaya ndani ya moyo wa mwanadamu. Tuweke mfano. Kwa mfano, kunakuwa na kawaida ya mtu anaweza kutengeneza kibubu kwa ajili ya kutunzia, kuweka hazina zake katika kibubu. Lakini pasipo kibubu kisipokuwa na mlango wa kuwekea hazina, manake hawezi kupata, hawezi kudumbukiza na kuweka kwenye hazina yake ya kibubu vile vitu au fedha anayoitunza mahali pake anapoweka hiyo hazina. Kwa hiyo panahitaji mlango. Hata huwezi kuweka katika benki kama huna kadi ya benki. Manake panahitaji mlango katika kibubu chako ili uweze kutunza hayo. Kwa mfano, katika moyo, katika hazina yetu ya moyo tunaingilia wapi? Tunaweka kwa mambo gani? Kwa namna gani tunaweza kuweka? Basi kuna milango ambayo nitahitaja. Kwanza niliweka jambo la kwanza, macho. Unapoona jambo lolote jema au baya, unalitunza ndani ya moyo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, mlango unaoweza kuingiza kitu kikaenda kukaa kwenye moyo, kikauchafua moyo au kikaufurahisha moyo, basi ni macho. Kwa hiyo mlango wa kwanza unaotumika kuingiza mabaya au mema katika moyo wa mwanadamu, basi inaweza kuwa ni macho. Kwa mtu anaweza kutazama watu wawili wamekaa, basi wanazungumza kitu chochote, lakini kwa vile tu labda ambavyo walikuwa wanazungumza na wananyosha kidole upande wake, atahisi watu wale wanamuongelea au wanamsema. Kwa hiyo utakuta tayari ameweka fitina ndani yake kwamba akina fulani labda wananisema. Kwa sababu zote hizo zitasababishwa na nini? Na kila alichokiona. Kwa hiyo ameona kwa macho, lakini ameenda kuweka ndani ya moyo kwamba fulani ananisema. Kwa hiyo macho yametumika kuingiza kile alichokiona na kutunza katika moyo. Kinaweza kuwa chema au kibaya. Kwa mfano, wanaweza kawa wanandoa, mtu amemwona labda mume wake amesimama katika mazingira yasiyofaa, lakini kwa kutazama tu vile macho akaweka picha kwamba inawezekana huyu mtu basi mazingira yake anataka kufanya jambo fulani. Sasa hilo fulani linaweza kuwa jema au baya. Kwa hiyo anapotoka narudi mwanaume kuja nyumbani, basi atakutana, kama ni mwanamke ni mwanaume, basi atakapofika nyumbani atakutana na mwenzie amechukia. Lakini kwa nini amechukia? Kwa sababu ndani ya moyo kuna jambo limetendeka ambalo macho yaliona, alafu yakaenda kutunza ndani ya moyo. Kwa yeye alipofika tu mwenzi wake, basi hakujisikia vizuri, akaamua kumjibu vibaya kulingana na kile kilicho ndani ya moyo. Kwa hiyo mlango wa kwanza ambao unatumika kuingiza katika moyo maumivu au mema au mabaya, basi mlango wa kwanza kabisa nimesema ni macho. Lakini mlango wa pili unaotumika kuingiza mabaya katika moyo wa mwanadamu ili utunze kwenye hazina yako ya moyo, jambo la pili inaweza kuwa masikio. Unaposikia mtu anazungumza vizuri au vibaya, chuki au furaha, hutunzwa ndani ya moyo. Kwa hiyo unaweza ukasikia mtu anakuzungumzia vibaya au vizuri. Kwa hiyo kama anakuzungumzia vibaya, basi utajikuta tayari unamchukia. Manake kwa nini unachukia? Kwanza unapokutana naye unashindwa hata kuzungumza naye vizuri, kwa sababu kuna kitu uliwahi kukisikia akikuzungumzia wewe kilicho kibaya, au kaongea naye vizuri sana ukamfurahia kwa sababu alikuwa anakuzungumzia jambo jema.
Kwa hiyo kwa nini umemfurahia? Ni kwa sababu ulisikia jambo jema kikuzungumzia, nao ukalichukua likakaa katika moyo wako. Kwa hiyo unapokuja kukutana nao, unakuta moyo unafurahi juu ya yule mtu kwa sababu ya yale uliyoyasikia. Yeye hajui kama ulisikia, ila naona tu unamfurahia kuliko kawaida. Kwa hiyo chanzo cha yote na milango ya kuingilia tunaochukua na kutunza katika mioyo yetu, mabaya au mema, basi jambo la pili ni masikio, mtu anaposikia. Lakini jambo la tatu, mawazo yanayoweza kuwa mtu anawaza. Kwa hiyo yale mawazo, mtu anaweza kumfikiria mtu kitu hata kama hajamuona, lakini tu hata kama hajamsikia chochote, lakini kulingana na kwamba mtu labda aliaga nyumbani akatoka, kwa mfano kaenda mahali, ni mfano tu, akatoka nyumbani akaenda mahali, alipokwenda huko mahali lakini kachelewa kulingana na foleni, basi utakuta kuna mawazo ambayo humjia mtu, anaanza kufikiria juu ya yule mtu kwamba atakuwa yuko mahali gani. Sasa anapoingia yule mtu, anarudi kufika nyumbani, kulingana alimuwazia, kulingana alivyochelewa, basi utajikuta anampokea kwa hasira au kwa furaha kulingana na ambavyo alimuwazia. Kwa hiyo mlango mwingine ni mlango wa mawazo. Kwa hiyo mlango wa mawazo unaweza ukawa mmojawapo wa mlango unaotumika kuwekea hazina ya mema au mabaya katika moyo wa mwanadamu. Lakini jambo la nne ambalo kati ya mambo niliyoandika basi ni mambo ya kuambiwa. Kwa mlango mwingine mlango ni mfano wa yale ya kusikia. Kwa hiyo kuna ya kuambiwa, mtu anaweza kaambiwa jambo, basi yale yakaenda kukaa ndani ya moyo. Kwa yale yakikaa ndani ya moyo, basi utajikuta mtu anaweza kuchukua upanga na kwenda kumuua mtu fulani, lakini kwa sababu gani? Aliyasikia mambo kadhaa kuhusu yule mtu, basi na yeye akajikuta moyo wake umevimba sana na umechukizwa, anaenda kuchukua upanga, anachukua bunduki, anaenda kufanya tukio lisilofaa. Yote haya yanasababishwa na nini? Ni ndani ya moyo kumetunza jambo baya. Lakini moyo wa mwanadamu ili uwe safi unahitaji nini? Maanake moyo wa mwanadamu ili uwe safi unahitaji wokovu. Yesu Kristo alipokuja duniani alikuja kumwokoa mwanadamu ili moyo wake uwe safi, ili moyo wake unaposikia hayo, basi ujue kwamba sitaki kuchukua maamuzi mabaya. Manake ninaposikia jambo lolote lililobaya katika maisha yangu au katika maisha yako, manake ni vizuri usichukue maamuzi yaliyo mabaya. Kwa mtu amejifunza neno, aliyeokoka, manake huweza kujizuia na yale mambo, manake kufanya moyo wake uwe safi, asitunze mambo mabaya katika moyo wake, manake atatafuta yaliyo mema. Tafuteni mema. Kwa hiyo Biblia inatutaka tutafute sana yaliyo mema kuliko mabaya. Kuna mabaya tunaweza kuyasikia, kuna mabaya tunaweza kuyaona, lakini tuwe watu wa kutazama sana yaliyo mema kuliko yale mabaya. Ndiyo kawaida ya mtu aliyekwisha kuokoka. Kwa hiyo mtu akishaokoka, moyo uliobeba fitina, moyo uliobeba ugomvi, moyo uliobeba labda kitu alichokisikia, moyo uliobeba mauaji, moyo uliobeba kila namna ya kitu kibaya, basi moyo huu unaweza kusafishwa na wokovu. Mtu akishaokoka kweli kweli, sizungumzii wokovu wa mtu kuhudhuria ibada, sizungumzii mtu kuwa katika kanisa fulani, nazungumzia wokovu wa mtu kubadilika. Manake ameokoka kutoka katika dhambi, basi sasa amekuwa Mkristo, amekuwa mtu wa Kristo. Manake unapoitwa Mkristo, manake wewe ni wa Kristo kwa sababu unayatenda yaliyo ya Kristo. Kwa hiyo mtu huyu, ili moyo wake uweze kusafishwa na hayo aliyoyaona, uwe safi, unahitaji sana wokovu. Kwa mtu anaweza kwenda kuua, anaweza kwenda kulewa kwa sababu yaliyojaa moyo wake, moyo unavimba. Kwa hiyo ndio maana tunaleta neno ili liuponye moyo uliovimba, basi upate kupata operation ya uzima. Kwa hiyo manake neno la Mungu linapoingia ndani yake linaenda kuondoa kila namna ya ubaya ulio ndani yake, na wema unaanza kuchukua nafasi ya ubaya. Kwa hiyo matendo yote ayatendayo mwanadamu yanategemea hazina yake iliyowekwa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo yale matendo yote anayoyatenda mwanadamu yanategemea ile hazina iliyoko ndani ya moyo wake. Manake kama ndani ya moyo wake ameweka fitina, basi wewe unaenda kumsalimia kwa furaha, lakini yeye ndani yake ameweka hazina yake imebeba fitina, manake lazima atachukua hatua ya kukujibu vibaya au kuleta ugomvi katika upande wako.
Kwa hiyo tukiangalia katika kitabu cha Mithali, Mathayo sura ya 15, Mathayo sura ile ya 15, sura ya 15 na mstari ule wa 15 wa 7 mpaka wa 9. Katika mstari wa 7 mpaka wa 9 unasema hivi. Mathayo 15 mstari wa 7 mpaka wa 9 unasema, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo anasema, enyi wanafiki, mnaniheshimu kwa midomo tu, lakini mioyo yenu iko mbali nami. Kwa nini anasema iko mbali? Manake moyo umebeba vitu vingine, lakini si yale niliyowaagiza mimi. Anasema, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo anasema wanafiki hawa watu, kwa sababu huniheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu unaweza kuwa mbali kwa kuwa na mambo mengine ambayo sio maagizo ya Mungu, ambayo siyo mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo ili moyo wa mwanadamu uwe mbali ni pale unaposhindwa kuyatimiza yaliyo ya Kristo. Kwa hiyo tuangalie katika kitabu cha Kutoka mstari wa 7, Kutoka sura ya 7 na mstari ule wa 13 na wa 14. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 7 na mstari ule wa 13 na wa 14. Unasema hivi, wa 13 unasema, moyo wa Farao ukawa ni mgumu, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Kwa hiyo kilichosababisha maamuzi ya Farao yawe mazito kuwaruhusu wana Israeli ni kwa sababu ya moyo wake. Kwa moyo wake ulikuwa mzito kwa sababu aliweka kitu kwamba endapo Wanaisraeli wakiondoka, manake kazi walizokuwa wanazifanya hazitaendelea tena. Kwa hiyo ndani ya moyo wake aliweka kuwa alikuwa mzito katika moyo, na ndio maana maamuzi yake yakawa kuwazuia Israeli. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe mtu yeyote anaweza akafanya jambo lolote, akavuta bangi, akafanya kitu chochote, lakini sababu ikawa ni ndani ya moyo. Kilichoharibika ni moyo. Katika Mathayo katika Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, Biblia inasema hivi. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu humtuma mwana ulimwenguni ili hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanaye pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kusudi la Yesu Kristo lilikuja kuokoa ile mioyo iliyopotea katika mabaya, iliyopotea katika fitina, iliyopotea katika zinaa, iliyopotea katika utapeli na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja duniani ili afanye wokovu, aiponye hii mioyo isije ikaingia katika moto wa milele. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja duniani kwa sababu ya ukombozi wa wanadamu. Lakini ukiangalia katika vitabu hivi tunaona kwamba, tuangalie Zaburi 139 mstari wa 23. Vitabu vya Zaburi Zaburi 139 katika kitabu cha Zaburi 139 na mstari ule wa 23 imeandikwa, mstari wa 23 imeandikwa ya kwamba hadi 24 unasema kwamba, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu,
uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kwa hiyo akasema, Mungu nichunguze. Akasema, Mungu nichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Kwa hiyo mwandishi wa Zaburi anajaribu kuona kwamba Mungu auchunguze moyo wake, aujue moyo wake, auchunguze, aone kama iko njia iletayo majuto ndani yake, kama katika moyo wake kuna njia aliyoiweka katika moyo wake inayoleta majuto, itakayoleta majuto ya jehanamu, itakayoleta majuto ya kujitenga na Mungu, itakayoleta majuto ya kuteseka katika maisha yake kwa sababu ya kuukosa wokovu. Kwa hiyo anasema, Mungu uchunguze moyo wangu, uone kama kuna njia iliyo ndani ya moyo wangu itakayoleta majuto siku yangu ya mwisho, itakayoleta majuto katika maisha yangu, itakayoleta majuto katika mwenendo wa kuishi kwangu katika wokovu. Akasema uchunguze moyo. Kwa hiyo na mimi nataka niseme kwamba manake matukio yoyote yatandayo mtoto wako au baba yako au ndugu yako, basi chanzo kiko ndani ya moyo. Kwa hiyo anauhitaji kuuponya moyo kwa kuukabidhi kwa Kristo, ili yeye augange huo moyo uwe salama mbele za Mungu. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ukishapokea wokovu huondoa yaliyo mabaya katika moyo wake na kuchukua nafasi ya wokovu. Sizungumzii waliookoka kwa kufuata dini, waliookoka kwa kwenda kanisani. Nazungumza na wale ambao wameamua kuokoka kweli kweli katika maisha yao na kujizuia na mabaya, lakini sio kwenda tu kanisani na kucheza na kurudi. Hapana, nazungumzia habari ya mtu ambaye amejitoa nafsi yake na kuacha dhambi, ameamua kuokoka, ametoka katika dhambi, ameingia katika wokovu, ndiye ninayezungumza naye. Najua kwamba kawaida mwanadamu, huyu mwandishi wa Zaburi Daudi anasema kwamba Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Uone kama kuna njia katika moyo wangu inayoniongoza katika majuto. Maana inawezekana na wewe ndani ya moyo wangu nimeweka jambo ambalo linaniongoza katika majuto, nitakayoangukia katika majuto ya siku ya jehanamu, majuto ya siku ya kifo changu, majuto ya siku ya mwisho. Kwa hiyo anasema, Mungu uchunguze moyo wangu, uone kama kuna njia ambayo inasababisha mimi niingie katika majuto. Kwa hiyo kila maisha ya mwanadamu unayoyaona, chanzo chochote anachotokea, matendo yoyote anayoyatenda mwanadamu, chanzo chake kimeanzia ndani ya moyo. Mauaji yanayotokea, chanzo ni maumivu ya moyo. Matendo mazuri ya zawadi kwa mke wako, kwa mtoto wako, kwa mume wako, yote hayo yanasababishwa na kile kilicho ndani ya moyo wako. Kwa hiyo yanaweza kusababisha hayo yote kulingana na moyo wa mwanadamu. Nami nadhani sasa moyo wako mwanadamu unaonisikiliza sasa, ni vema sasa ungejaribu kumpa Yesu Kristo ili autawale moyo huo. Ukishatawaliwa na Kristo, yeye ndiye atakaye kuongoza, kama mwandishi wa Zaburi anavyosema, utazame moyo wangu, uchunguze na uone kama una njia fulani katika moyo wangu inayonipelekea mimi niingie katika upotevu. Kwa hiyo Kristo akiutawala moyo wako, basi wewe utakuwa salama mbele za Mungu, utakuwa salama mbele za wanadamu, utakuwa salama mbele ya ndugu zako, utapona na wewe utakuwa umeokolewa kabisa na furaha yako utaiona. Asante sana na Mungu awabariki sana.